Damaria tuitafutie muda kabisa kuiongelea. Nadhani tunaweza tukafanya muendelezo Jumatano ili tusitoke nje kabisa. Yes. Kwa sababu mara nyingi inasababisha watoto kuzaliwa kabla ya wakati, ndio tunaita watoto njiti, lakini pia watoto wanaozaliwa low birth weight, na maana watoto wanaozaliwa wakiwa na uzito mdogo. Sambamba na hilo inasababisha watoto kupata magonjwa ambayo tunaita fetal spectrum hizo disorders. Na maana mwisho wa siku inakuta inasababishwa na hiyo unywaji wa pombe. Na maana mtoto anapata hiyo fetal alcoholic spectrum disorders ambao ni magonjwa yanayosababishwa na unywaji wa pombe kwa watoto. Inakuja kupelekea mtoto kupata hizo zinaita cerebral palsy. Mtoto anapata Down syndrome ambao haya magonjwa ndio tunaita usonji. Ndio tunaita mtoto labda ana ukuaji duni au mtoto ubongo wake haujakomaa na kadhalika. Kwa mwisho wa siku haya yanakuwa ni matatizo ya kudumu sasa. Na maana kitendo cha kunywa bia zako 2-3 wakati wa mjauzito inakuja kumpelekea huyo mtoto kupata hizo syndrome ambazo zinakuwa ni maisha yake yote. Na sambamba na hilo tulikuwa tunazungumzia kuhusu uvutaji wa sigara. Ndiyo. Sasa sigara si wazazi wengi, mimi naonaga wazazi kwamba avute sigara, hapana. Wengi tatizo lipo kwenye pombe sana. Uvutaji wa sigara unakuja pale ambapo wewe ni second hand user. Na maana wewe unavuta hewa ya sigara. Sababu mara nyingi ukishajigundua ni mama mjamzito, kwa nini ukae kwenye mazingira ambayo unaona ina uvutaji sigara? Yes. Hata kama ni mume wako jirani ndo anavuta sigara, jiepushe kukaa kwenye hayo mazingira, kwa sababu wewe huvuti sigara ila unavuta moshi wa sigara. Na nyinyi wanaume mwalinde wanawake zenu. Yes, na hiyo inakuwa na hatari zaidi kwa sababu mwisho wa siku ule moshi wao unakuwa haujachujwa. Wewe moshi unaupokea kama ulivyo. Sababu sio kwamba tunasifia, lakini kwenye sigara kuna kile kifilter kwa chini. Kwa at least kwa kiwango kadhaa moshi wake unakuwa unapungua. Sasa wewe unayekuja kuuvuta, unauvuta direct. Kwa mwisho wa siku inakuwa ndo maana second hand user anakuwa na most effect kuliko na ule mvutaji. Ngoja kwanza. Leo ndo unajifunza kitu. Kumbe kile kishungi cha kule chini ndo kinapunguza moshi mwingi kuingia. Lakini sio kwamba ndo tunahalalisha madhara ya sigara yako pale pale. Leo ndo najua. Najua tu kwamba huwa akiendi mpaka mwisho, kikifika kule mtu anakitupa, lakini sikuelewa kwa nini. Okay. Damaria msimtoke kwenye mchezo. Wala nimejifunza kitu kipya na umri huu. Yeah, kabisa. Yes, kwa sababu kile kifilter na maana ndio kinacho okay, kwa sababu mwisho wa siku mfano shisha. Ngoja nikupe elimu mdogo tu. Shisha maji yale ndio anakuwa ana absorb ule moshi. Kwa hiyo ukija kwenye sigara kinacho absorb ni kale ka sponge. Sasa ka sponge ni kadogo, ndio maana anasema uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Watoto wanaokota wenyewe wanawasha wanavuta. Lakini sambamba na hilo pia uvutaji wa sigara au unywaji wa pombe unasababisha sudden infant death, kwa sababu mwisho siku watoto wanafia tumboni au unazaa kiumbe ambacho ni mfu au mtoto baada ya muda kadhaa, kwa sababu atakuwa anapata magonjwa mara kwa mara akafa. Kwa mwisho wa siku hii ni jamii yote. Sasa sisemi vibaya, lakini wale wanaishi maeneo fulani labda Uswahilini na nini, wanaona ni kitu cha kawaida. Mimi napiga zangu bia afu mbona niko sawa? Mbona mimi mwanangu nimejifungua yuko vizuri na bia nilikuwa nakunywa kama kawaida. Hizo stories zipo, lakini huko ni kupotoshana. Mwisho wa siku unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara hata kama ni second hand, maana umevuta tu ile harufu na mara kwa mara, mwisho wa siku inakuja kusababisha watoto ndio hivyo wanakuta wanafia tumboni, tunaita stillbirth, au mwisho wa siku anazaliwa kitoto ambacho mtoto ambaye kui uje kuona watoto ambao wana growth retardation, na maana mtoto hakui kama kaduma. Kwa mwisho wa siku mtoto ambaye anatakiwa paka sasa hivi angekuwa anatambaa, yeye hata hawezi, hata kusimama hawezi, na mtoto bado anakuta miaka 5, 6, 7. Sio wote wanaopata hayo matatizo kumradhi kwamba ndo wamekuwa wamepitia hii changamoto, sio wazazi wao kunywa pombe, hapana, lakini one of kisababishi ni hiki, kunywa pombe wakati wa ujauzito. Au unakuta mtoto anajifungua, watoto shia kunaga macho yao, unakuta yanakuwa makubwa, ametokeza mbele. Alafu unakuta hii ni kuielezea hiyo Down syndrome inavyokuwa, au hizo cerebral palsy inavyokuwa. Lakini wengi wa Down syndrome macho yao kwanza wengine wanakuta either ya madogo alafu yameachana na pua dogo. Unaona watu wanafananaga. Yes, unakuta watu wana jamii moja ni kama wanafanana. Wale watoto sasa umenielewa kwamba kuna ile ni kwa rahisi kuwaelezea watu ambao hawauelewi ugonjwa wa Down syndrome unavyokuwa. Kuna ile jamii unakuta watoto wamezaliwa sura zao zinafanana kwa sababu ya vimo na morphology hivyo. Kwa hiyo ni rahisi kuwaelezea majirani kwamba design ile ndio uelewe kwamba tunavyoongelea hichi kitu sio visababishi vyote ni pombe na sigara, lakini ni moja wa visababishi ya kuzaa watoto ambao wana huo matatizo ya ufahamu tunaita.
au ndo matatizo ya ubongo au na matatizo ya ukuaji na matatizo ya jumla, kwamba hayo yanaweza kusababisha watoto washinde kukua vizuri. Sasa nini kifanyike? Mimi nahisi mwisho wa siku wazazi na majirani wanaotusikiliza kwamba wajiepushe kunywa pombe wakati wa ujauzito, lakini pia kujiexpose kwenye mazingira ambayo yana sigara au wavutaji wa sigara wengi, kwa sababu kitakwimu 23% ya wazazi ambao wanakuwa exposed kwenye mazingira ya wavuta sigara ambao tunaita ni second hand user, mwisho wa siku wanapata still base, maana wanazaa watoto ambao ni mfu. Kwa mwisho wa siku katika 100 na maana 23 wana hiyo risk ya kupata hilo tatizo. Kwa mwisho wa siku wazazi wajitahidi, na kama utagundua mtoto wako au maendeleo ya mtoto wako ni changamoto, basi nenda kafanye vipimo mara kwa mara, kuhudhuria clinic ili uweze kugundua zile hatari za mwanzoni kabisa kwa ajili ya mtoto wako. Na hata kama umejifungua, Mungu amekusaidia, mtoto ametoka salama, hata kama kwa sababu watoto njiti wanaishi, watoto ambao wamezaliwa chini ya uzito wanaishi. Kama umepata hiyo changamoto lakini mtoto amezaliwa na amepata hiyo low birth weight au ni premature baby, mwisho wa siku fata basi ile misingi ya kumsaidia mtoto wako kwa matibabu mapema ili aweze kukua akiwa na afya nzuri, kwa sababu mara nyingi watoto wanakuta wamezaliwa kutokana na hizi changamoto za unywaji pombe na uvutaji sigara wakati wa mimba, mara nyingi wanakuwa na low immunity, lakini mwisho wa siku ina maana wanakuwa prone to diseases, na maana mara kwa mara wanakuwa na ugua magonjwa mbalimbali kwa sababu kinga yao inakuwa kidogo pia imeshuka. Dr. Claudia, mimi nashukuru sana. Swali la mwisho kabla hatujamaliza jirani, tuna dakika 4 tu. Kama mimi situmii sigara wala pombe lakini mwenzangu anatumia na tunakutana, tunashirikiana, tunaelewa, kuna namna pia inaweza ikaleta athari kwangu na kwa mtoto? Hapana. Okay. Kama tu kwenye pombe hapana, ila kwenye sigara ni ndio. Kwa sababu kwenye pombe inakuja mfano kama ile let's say mpombe haihusiani kwa sababu mwanaume atakunywa kivyake, mwanamke hanywi. Kwenye sigara ndio, lakini sio kwenye kujamiana. Ndio kama ule mzazi unakuta anavutia sigara sebleni na wewe umekaa pale, na maana ndio nilivyotangulia kusema ule moshi wewe utaupokea. Lakini sio kwamba kwenye kutana kimwili mwenza na mwenza mmoja anatumia mwingine atumie kwamba italeta changamoto mtoto atakapozaliwa. Hapana. It's not proved scientifically. Na kwa nini uvute sebuleni sijui sigara hata kama nyumba ni ya kwako au wewe unalipa kodi? Kwa nini uvute sebuleni? Yaani kwa nini? Hebu tuwe waungwana jamani. Ni kweli. Tulindane, kama unampenda mke wako, mwanamke wako, familia yako, umlinde. Umesema wanaume waanze kuchunga wanawake zao sasa. Sasa wengine sio wanakaa nao kwenye vitu vya baa au wanakunywa nao. Lakini pia Daumi, mimi nasikia kiu. Nataka nipate kidogo nizimue. Basi mwanaume tena ndio ujauzito wa kwanza haelewi, anaenda supermarket, mama anabeba mipombe, anaenda namtulikia bibi tena. Kumbe wanamharibu mtoto tu. Anajifanya anajifanya anajali. Akishakuwa na mimba anatamani mtoto, anajifanya kwamba mtoto ndo anataka. Uje kukutana na hiyo scenario. Mtoto ndo anataka, kwa huyu mtoto ametaka saa ngapi? Kumbe wewe ndo unakuta unataka. Kimwaga Junior anasema na jirani yangu hapa mtaani hachekeshi hata kidogo, anakata pombe kali na sigara kama sio mjamzito. Unaona? Anaona sifa. Alafu mtoto akizaliwa na matatizo anaanza tena kumlaumu Mungu. Na kuna wale wa vilabuni wale. Unajua hapa tumezungumzia hizi pombe za kawaida za kizungu. Kuna kuaga na wale wanawake ambao wanashinda vilabuni, ana mtoto mgongoni, ana tumbo kubwa na anashinda kilabuni, anakunywa pombe kama kachanganyikiwa. Huyo sasa amechanganyikiwa na maisha. Na mwingine anasikia alizima pale kilabuni, yani katoka kunywa pombe, mtoto yuko mgongoni, kaenda kulala huku kandamiza mtoto. Majirani wakaingilia kati, tandika sana viboko. Maana unajua hata ukiongea naye kwa huyo ni wa kumchapa. Wakamaliza hapo, maana ana watoto 4 na ana ujauzito, wakaenda wakamfunga uzazi. Alikuwa anataka sifa. Lakini pia Damariam, kama hujamalizia, yes, kanya pombe akili zimeruka au zinaruka. Mbona alipotandikwa akili fahamu zilirudi? Lakini pia nataka kumalizia, kuna wale ambao unakuta sasa tayari wameshazoea wao kunywa pombe. Kwa mwisho wa siku, kabla hujachukua maamuzi ya kushika mimba au kuwa mama, jitengenezee kwanza mazingira ya wewe kuacha pombe. Yes. Ili usijitengeze. Ndio inawezekana. Sasa kwa nini ushike mimba kati wewe uwezi? Miezi 9 mama hujanywa hicho kiu chake. Wewe nakwambia labda kama ukiwa komba, lakini kawaida. Mariabu. Ukiwa kawaida. Kiu cha maji, tusipokunywa maji woga tunahangaika. Sasa ile ni maji jamani. Au tu umeandikiwa sindano za Powersafe na ambao usinywe pombe. Kwa nini Powersafe? Lakini Claudia, hebu tuondoke Powersafe, lakini kwa namna vitu vingi. Sugu.
Majirani, sisi tumemaliza. Imekuwa Jumatatu nzuri sana ambayo imechangamka, yenye kufunza kupitia hapa 92.1 Crown FM kwenye kipindi cha Jirani. Tukushukuru kwa kutufuatilia, kutusikiliza, kuandika komenti yako. Tukutane tena kesho hapa saa 6 kamili za mchana. Majirani zako tunaingia. Mimi ni Kinara Mariam Kitosi, Umi Suleiman alikuwepo hapa, yupo Madam Producer, DJ 14 kwenye 1 na 2. Asante sana Veronica Jina shasao. Afu tuje kuongelea tatizo la kukupoteza kumbukumbu kwa sababu dimension. Sijaelewa na sipendi. Jamani, kesho.